Shalom, kusalimu tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo tena Mungu ametupa nafasi, tunayo mambo ya kwenda kujifunza. Na tasoma katika kile kitabu cha Timotheo wa pili 4 mstari ule wa pili. Ihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo ya kweli, na kuzigeukia hadithi za uongo. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiza huduma yako. Hapa nataka niseme nini? Kwamba Biblia inasema ya kwamba nikaripie, nikemee na kuonya kwa uvumilivu wote. Kwa hiyo Biblia inaruhusu kabisa kukaripia na kuonya. Tena wakati mwingine maandiko yanasema unatakiwa kumuonya mtu mbele za watu ili wengine waogope. Tunapokuwa tunaonya watu, utasikia watu wengine wanakuwa na hasira kwa sababu ya watu wao wanaowapenda, watu wao wa karibu. Tumewaonya, lakini kuonya maana yake urudi katika njia sahihi, utoke katika njia uliopo na uingie katika njia sahihi. Kwa sababu kama hutaonywa, maana yake hautajua kuwa unakosea. Unapoonywa, kwa tunawaonya wengine, utasikia wanasema nenda kanyoe ndevu, nenda kanyoe nywele. Wengine wanakashifu na kutukana. Lakini siko hapa kwa ajili ya kukashifu au kutukana. Niko hapa kwa ajili ya maelekezo ya neno la Mungu, kwamba nionye, nikaripie pale ambapo ninaona hapaendi sawa, au pale ambapo watu wanageuza wokovu kuwa kama ni kitu ambacho cha kukizarau. Na wakati wokovu ni gharama. Bwana wetu Yesu Kristo alitumia gharama ya kutoa uhai wake, akafa, akasulubiwa, akateswa, akataliwa, akaacha enzi mbinguni kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hiyo akamwaga damu yake pale msalabani kwa mateso makali sana. Kwa hiyo wokovu si kitu cha kuchezea. Sisi tuliopata neema ya wokovu tunamshukuru Mungu sana, kwa sababu tulikuwa watu wabaya, lakini leo Mungu ametupa neema, tunamhubiri Yesu. Kwa hiyo Biblia inaniambia nionye na nikaripie. Watu wengi tumekuwa tukiwaonya, wanasema kwa nini usimfuate private mpaka uje ukumuonya mbele za watu au kwenye media kama hivi. Lakini yeye anapofanya ubaya na uchafu wake ufanya public, alafu sisi tukamuonye kwa siri? Hapana. Kwa kuwa yeye alifanya hadharani mbele za watu, basi na sisi tunamuonya mbele za watu, kwa sababu alipofanya makosa au anapofanya makosa uharibu watu wengine. Watu wengine hujua hayo ni mambo ya kawaida au ni mambo yanayoruhusiwa katika imani. Tunapokuonya hadharani, maana yake wale waliokuona ukiwa vile, ujue basi ya kuwa na wao watapata neema ya kuponywa. Na tunapokuonya si kwamba tunakuonea wivu, au tunapokuonya si kwamba tunatafuta viewers. Siko kutafuta viewers hapa, niko kutafuta roho au roho zilizopotea. Kuhakikisha roho hizo zilizopotea zinarudi katika mstari. Ndiyo kazi tunayoifanya na ndiyo tuliopewa na Bwana Yesu. Kwa hiyo sina wivu wa mtu yoyote. Watu wengine huwa wanasema wewe utakuwa una njaa na nini. Mimi na njaa kweli, njaa ninayo, njaa na kiu ya haki. Eli wale wenye njaa na kiu ya haki. Kwa hiyo
mimi njaa ninayo kweli ya kuhakikisha natafuta watu waliopotea kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na zani leo kuna mambo nataka niyazungumze, lakini kabla sijazungumza, naomba utazame hizi video, kwa sababu leo ninataka kuwaonya waimbaji ambao eti wanasema ni waimbaji wa nyimbo za Injili. Kusema nyimbo za Injili maana yake ni nyimbo za wokovu, nyimbo ambazo zinapeleka habari njema, uzuri wa Kristo, uzuri wa wokovu, usafi wa wokovu, ushuhuda wa wokovu. Eti nyimbo za Injili ndizo za namna hii, na watu wanaotenda haya. Hapa tuangalie waimbaji, kwa sababu kizazi cha waimbaji kinanuka dhambi, kimeoza, kinanuka matakataka na marapurapu na mataputapu, wale waliokuwa wanakunywa zamani. Sasa hivi kizazi cha Injili ambacho kinaimba kimeoza, na mimi binafsi naweza nikasema tuwe makini sana. Waimbaji wa zamani waliokuwa wanamwimbia Mungu katika roho, unapata nyimbo inaimbwa, unasikia kabisa, unasikia kunena kwa lugha. Leo hizo nyimbo hakuna. Kumekuwa kuna nyimbo za starehe, nyimbo za kufurahishana. Hata walevi na wazinzi na makaba wanaziruka kwenye disco. Kwa hiyo ni ishara ya kwamba nyimbo za Injili ni nyimbo gani zisizookoa. Lengo la nyimbo unapoimba iende ikaokoe mtu, sio imfurahishe moyo. Kumekuwa na nyimbo nyingi za kutiana moyo, kutiana moyo kwenye dhambi. Watu wanatiana moyo waendelee kuishi kwenye uovu, wakiwa wana kivuli cha uokovu na kumbe hawajaokoka. Hebu tuangalie hizi nyimbo za hawa watu wanaojifanya wameokoka, lakini bado hawajamjua Yesu Kristo, na Yesu hubadilisha. Je, hawa ambao bado hawajabadilika tuwaiteje? Tazama hapa, alafu tutakwenda kuangalia maandiko matakatifu. Amen. Kama ulivyoona, hali ndivyo ilivyo. Injili imegeuzwa na watu wanafanya mabaya wakisema wanamhubiri Yesu. Maisha yao hayatangazi wokovu kabisa. Maisha yao yanazidi kuwatokomeza watu katika dunia. Leo hii kumekuwa kuna nyimbo mbalimbali zinaimbwa, ikiwepo nyimbo za reggae ndani ya kanisa. Reggae ni mziki wa kiuni, hip hop. Watu wanaimba, wanafoka katika nyumba ya Mungu, huku wameshika sehemu zao za siri. Kwa hiyo unaona kabisa ni ukengeufu. Nyimbo nyingi
ambazo zinamtukuza shetani ndani yake, lakini zikiwa zimebeba jina la Yesu, lakini zina element ya kuzimu. Kwa hiyo nyimbo nyingi ikiwemo masebene haya na vitu vingine, nyimbo nyingi sana 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 ambazo hazina utukufu na zinaimbwa na waimbaji. Kwa hiyo nataka niseme kizazi hiki ni kizazi cha nyoka. Kizazi cha nyoka. Hebu tusome maandiko haraka, alafu tutaenda kuona na kuzungumza yale ambayo Bwana amenipa kuyanena leo. Katika Methali 30:22 Biblia inasema, kuna kizazi cha watu walio safi machoni pao wenyewe. Kuna kizazi, Biblia inasema kuna kizazi cha walio safi machoni pao wenyewe. Yaani wao hujiona ni wasafi, lakini watu wengine wanapowaona kuwa wana uchafu na wanahitaji kutengeneza, warukia kwa maneno mabaya kwamba wao hakuna aliyekamilika wala hakuna aliye msafi. Wao wanajiona ni wasafi machoni pao wenyewe, na ndio maana ukiwaonya wasikii, mwisho wa siku wanakurukia pia na wewe wanaanza kukushambulia kwa maneno. Kizazi kikaidi, kizazi kisichosikia hata sauti ya Mungu. Sasa hii ni sauti ya Mungu ambayo Mungu amenituma niongee na nyinyi. Kizazi kisichotii maagizo ya Mungu, kizazi ambacho ni kikaidi. Na amini kizazi hiki ni kizazi cha nyoka. Kuna kizazi cha watu walio safi machoni pao wenyewe, ambao hawakuoshwa uchafu wao. Naona kizazi ni kisafi machoni pao penyewe, lakini hawakuoshwa uchafu wao. Ndicho tunachokiona kwa waimbaji hawa. Ni kizazi kinachojiona ni kisafi machoni pa Mungu, lakini hakijaoshwa dhambi zao, hakijaoshwa uovu wao, hakijatupilia dunia. Bado wanashiriki katika matendo machafu, wanashiriki kumtangaza shetani wakiwa wameingia kwa jina la Yesu Kristo, ili kuwafanya watu waliomwamini Yesu Kristo waone kumbe kuokoka ni hivi, lakini kumbe sio. Kwa hiyo mimi Mungu amenipa nafasi, nitakemea kwa nafasi yangu alionipa Bwana, wala siogopi mwanadamu. Kwa hiyo ni kizazi kilicho safi machoni pao, lakini hakijaoshwa na damu ya Yesu. Yaani hakijatailiwa. Niseme maneno hayo, hakijatailiwa. Katika Matendo 2:40 akawashuhudia kwa maneno mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Kizazi chenye ukaidi, yani unapokionya na chenyewe akiangalii kwamba wewe ni mchungaji, pengine Bwana amekutuma kwao, kinakurukia, kinakujibu vibaya kinavyotaka. Kizazi cha ukaidi. Kwa hiyo Biblia inasema kizazi cha ukaidi, jiokoeni na kizazi cha ukaidi. Wewe uliyeokoka kumpa Yesu maisha yako, wokovu si huu ulivyouona. Nyimbo za kumwimbia Mungu haziko hivi, na watu wanaomwimbia Mungu hawafanani hivi. Hiki ni kizazi kilichopotoka, kizazi cha nyoka, kizazi cha zinaa na uzinzi. Kwa hiyo Biblia inasema jiokoeni. Wewe kama uko hapa ili kujiokoa na kizazi cha namna hii kisichotii maelekezo ya Mungu, usisikilize nyimbo zao. Usisikilize nyimbo zao na usiziweke kwenye simu yako, wewe uliyeokoka na kumwamini Yesu Kristo, kwa sababu nyimbo hizi zinakuwa zimebeba uvuvio wa kishetani. Unapozisikiliza kwenye masikio yako, zinaanza kuondoa wokovu taratibu kwenye maisha yako, na unajikuta kuna vitu ambavyo ulikuwa unavifanya vya kiroho unaacha kuvifanya. Nini? Kwa sababu umesikiliza nyimbo za kizazi cha nyoka ambazo zinaimbiwa kwenye masikio zikiwa zina uvuvio wa kishetani. Biblia inasema tujiepushe nacho, au tujiepushe nao. Kujiepusha nao manake kukataa chochote kilicho cha kwao, kwa sababu wameonywa sana lakini hawasikii. Kwa hiyo kizazi cha nyoka huwa hakisikii. Kwa hiyo hata ungekionyaje hakiwezi kusikia. Ila mimi niko hapa kwa yeye yule ambaye ana moyo wa Mungu, ambaye anafanana kama hivi. Sasa waimbaji wengi wameoza sasa hivi.
Waimbaji wengi wanafanya vitu vya ajabu. Ukitazama hata hiyo video, kuna mwimbaji mmoja anamuombea mtu, ni mwanamke lakini amemkumbatia na ana mume wake, na pengine walishaachana na mume wake. Unaweza ukaona hapo ni hatari sana, ni hatari sana, ni kizazi cha nyoka. Mathayo 3:7, Mathayo 3:7, hata alipoona wengi miongoni mwao mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia. Na maana kuna watu wameujia uokovu lakini hawana nia ya kuokoka. Na ndio maana unaona maisha yao. Kuna Masadukayo na Mafarisayo waliuendea ubatizo wa Yohana, lakini walikuwa wanauendea kinafiki, wanauendea hawajaacha mambo yao ya dhambi, wanaenda kwa sababu watu wengine wanakwenda. Anasema, enyi wazawa wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Kwa hiyo na mimi ninazungumza wewe mwimbaji ambaye una mavazi ya kikahaba, mwimbaji ambaye unaimba staili za kidunia, mwimbaji ambaye unashirikiana na watu wa dunia, mwimbaji ambaye unapanda fiesta, mwimbaji ambaye unaenda Bongo Star Search kuimba mahali ambapo hapana Yesu, unaingia klabu na nyimbo zako hazina utukufu, lakini ndani yake wewe ni mzinzi na mtu mwovu. Nataka nikwambie, ni nani aliyekuonya kuiepuka hasira ya Mungu? Kuna hasira ya Mungu itakuja, kuna mwisho wa yote. Huo mwisho wa yote ukifika, ujanja wako hautakuwepo tena. Kwa hiyo nikuonye kwamba hasira ya Mungu inakaribia kufika. Itakapofika, hautamwambia Mungu nilikuimbia. Utakamatwa mara moja na kutupwa katika moto wa milele. Maisha yako yatakuwa ni bure kabisa. Uliishi duniani bure na starehe zenyewe za muda ambazo hazijakufaidia chochote, kukupeleka popote, mwisho wa siku kwenda kuzimu. Kwa hiyo jiepushe na haya mambo. Basi zaeni matunda yapasayo toba. Nataka niseme, nyinyi waimbaji mnaoimba mnaishi katika maisha ya ovyo, zaeni maisha yapatayo toba. Zaeni matunda yapasayo toba. Lazima muwe watu wa toba, muishi maisha ya utakatifu. Mionekano yenu iwe ya watu waliookoka. Siishi kama watu wa makahaba. Unaona nguo za kikahaba kabisa, unatangaza watu wavae suruali, tangaza watu waimbe nyimbo za ovyo ovyo, tangaza ni kizazi cha uzinzi. Sasa mstari wa 9, wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu, kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, basi kila mtu usiozaa matunda mazuri ukatwa na kutupwa motoni. Utafika mahali mti wowote, mtu anayesema ameokoka lakini hazai matunda mazuri, itafika mahali utakatwa. Tena utakatwa, Biblia inasema, na kutupwa motoni. Kwa hiyo hukumu ya Mungu hii karibu mbele yako kama hautatengeneza na kutubu mbele za Bwana. Methali 7:10, natazama mwanamke akamkuta ana mavazi ya kikahaba, mwelevu wa moyo. Inasema na mtu akamkuta mwanamke ana mavazi ya kikahaba na ni mjanja, mwelevu wa moyo. Kimwambia kitu chochote yeye anaona anajua. Kimuhubiri na kumkemea yeye anajali yale anayoyaona machoni pake. Mathayo 12:39, Mathayo 12:39, akajibu akawaambia, kizazi kibaya cha zinaa chatafuta ishara. Tuna kizazi cha zinaa ambacho kina ekti kuwa kimeokoka, kinatafuta ishara ya uokovu, lakini hakina uokovu kamili. Wengi hapa Biblia inazungumzia kwa habari ya ishara, miujiza, lakini hapa Roho Mtakatifu alikuwa akinifunulia kwamba ni kizazi ambacho kinatafuta ishara ya uokovu na hakitaki uokovu na hakijapata uokovu. Anasema chatafuta ishara wala hakipati ila ishara ile ya nabii Yona. Kwa hiyo ni kizazi cha uzinzi,
kizazi kikaidi. Kwa hiyo tuna hali hiyo ambayo leo tunayo. Tuna kizazi ambacho hakimwamini Yesu tena, ila kinamhubiri mdomoni, lakini moyoni kinamkataa. Yaani kinamhubiri Yesu, lakini matendo yake yanamkataa Yesu, maisha yao yanamkataa Yesu, tabia zao zinamkataa Yesu, ila kwenye vinywa wanamtaja Yesu, lakini huyo Yesu hawaishi vile anavyotaka wao waishi. Kwa hiyo tuna hali ambayo si nzuri sana ya maisha ya watu ya kiroho. Kwa hiyo ni kusisitiza wewe uliyeokoka, ondoa nyimbo za watu ambao hawajamwamini Yesu. Matendo yao ni machafu, lakini kinywa chao kinamkiri yeye. Mwisho wa siku wanakiri kile wasichokiishi, wanakiri kile wasichokifanya, wanakiri kile Biblia inasema tumezungukwa na mashahidi wengi. Kwa hiyo ili tujue huyu mtu ameokoka, tutamtazama kupitia matunda yake, kupitia maisha yake binafsi, kupitia tabia yake, mienendo yake. Kwa hiyo ukiona namna hii kama ulivyoiona, ujue kabisa watu hawa hawajaokoka. Leo tuna waimbaji ambao wako uchi, wanasimama kwenye madhabahu za waimbaji. Unakuta wanafanya live recording, lakini nguo zao za utupu, nguo zao zinaonyesha ndani, nguo zao ni fupi, na wakati mwingine wanavaa nguo za aibu, alafu wanamwimba Yesu. Nataka niseme leo, nataka nikwambie, waimbaji wa namna hiyo hawamwimbi Yesu, wana Yesu wao, wanabari Yesu, wanaimba Yesu mwingine, kwa sababu usipagawe eti kwamba mtu anasema Yesu, lakini kumbe ndani yake anajua anayemhubiri si Yesu wa kweli. Kwa hiyo wengi wamejiingiza katika mikataba michafu, na ndio maana unakuta matunda yao wanayoyazalisha hayafanani na uokovu. Kwa mimi nikukemee wewe binti ambaye umetoka huko duniani, umesema umeokoka, lakini uokovu sio hivyo. Watu waliookoka wafanani kama hivyo. Hizo ni staili za watu makahaba, staili za watu wanaojiuza, ni staili za watu ambao hawana Yesu ndani yao. Kwa hiyo kumekuwa na hiyo hali, na wachungaji makahaba, wachungaji wazinzi wanashindwa kuwakemea watu wa namna hii, wanaoharibu wokovu, wanaoishi maisha ya hovyo ya namna hii. Wanasema tumwachie Mungu. Hapana, Mungu ametuweka sisi wachungaji tukemee uovu wa namna hii ambao unaonekana ndani ya jamii ya watu, na wakitumia jina la Yesu vibaya, kwamba wao wameokoka na kumbe hawajaokoka, wanaishi hovyo hovyo. Kwa hiyo mimi niseme, wewe unayenisikiliza, watu wa namna hiyo ambao hataki kutubu, usisikiliza hata nyimbo zao, zina maroho ndani yake, inaweza kukufanya ukashindwa kumuishi Mungu anavyotaka, ukaishi vibaya sawasawa na wao. Kwa wokovu wa kizazi kipya sio wokovu, ni umalaya, ni kizazi cha nyoka, kizazi ambacho cha zinaa, kizazi cha uzinzi. Hasira ya Mungu inakuja. Yesu Kristo anakuja kulichukua kanisa. Yesu Kristo anakuja kulichukua kanisa, kanisa takatifu, kanisa lililooshwa kwa damu yake, kanisa lililo safi ndani na nje, wakishuhudia wokovu nje, wakishuhudia wokovu ndani. Lakini kanisa hili la leo la kimaraya litaachwa na Bwana Yesu. Kanisa ni lile ambalo watu wamekubali kuacha uovu, wametakasa na kuosha nguo zao kwa damu ya Yesu. Nje wanaonekana wameokoka, wako smart, ndani wanaonekana wameokoka, wako smart, waliojiandaa na kumsubiri Bwana wao akija mawinguni siku moja. Wengine watatwaliwa, wengine watakuwa wamelala, mwingine atatwaliwa na mwingine ataachwa. Wengine watakuwa na lima, wengine watakuwa na lima, mmoja atatwaliwa, mwingine ataachwa. Kwa hiyo niseme, Mungu akupe neema ya kuishi maisha matakatifu na kuishi vile Mungu anavyotaka. Mungu amenituma kwenu niwaonye waimbaji wote msiotembea katika utaratibu wa wokovu. Geukeni leo, fuateni Yesu. Madam ni mchana, kabla haijaingia usiku ikawa hatari kwenye maisha yenu, na mkalia na kusaga meno, na niwape hole kwamba kuzimu ipo na kuzimu ni halisi. Lakini pia niseme kwamba siku hizi pia hata waimbaji wa nyimbo za Injili
wanaenda kwa waganga wa kienyeji, wanaenda kuchukua dawa na kufukiza nyimbo zao ili zipendwe. Nimewahi kuwa meneja, Mungu akanipa neema ya kuokoka sasa. Sasa wanakwenda kwa waganga wa kienyeji, wanazifukizia. Inapokuja inataja Yesu, lakini imetoka katika madhabahu ya giza. Na wengine wanakwenda moja kwa moja katika ufalme wa bahari, ufalme wa bahari, ufalme wa Malkia wa Pwani. Wanakwenda kule, wanachukua nguvu na wanapewa maelekezo, wanakuja duniani wanaimba. Wanapoimba, maelekezo wanayopewa kule kuzimu au kule katika ufalme wa bahari kwa Malkia, Malkia wa mbingu, wakishapewa maelekezo wanaambiwa, mtakapokwenda kuimba nyimbo zenu za Injili, yani utakapomtaja huyo, kule hawawezi kumtaja Yesu, lakini wanajua mtakapokwenda kumtaja huyo duniani, hakikisheni amvai mavazi ya adabu, kaeni uchi mbele za watu, waonyesheni watu wokovu ni huu, lakini sio wenyewe. Kwa hiyo ndivyo vinavyofanyika. Watu wako uchi, wanakaa uchi, wanaimba uchi, hawaoni hata aibu, hawaoni hata aibu. Wokovu sio huu. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna watu wengine wanakwenda kuchukua nguvu kule za giza na wanaimba, unaweza kusema ni watu waliookoka kwa kinywa wanapomtaja Yesu, lakini kumbe ni watu waliopokea maelekezo kutoka katika ufalme wa giza. Kwa hiyo tuwe makini sana. Wokovu sio huu. Huu ni wokovu wa kiuni, kizazi cha nyoka, kizazi ambacho, kizazi cha zinaa, kizazi cha uzinzi.